Kama ile nzuri kidogo kusema piga mguu. Na ile ambayo wamekubaliana kule wamesema namna gani? Wamesema tu ambia tu askari waue, then we'll see what is ujoto job to manage the situation. Hiyo ndio wamekubaliana huko. Ndio na mtu anakuja kusema piga nini? Piga mguu. Rex Masai mwenyewe alipigwa risasi wapi? Kila alipigwa mguu. Tuko naye ama tuko naye. Unaweza piga mtu bleed ama apate infection. Hakuna sehemu ya mwili ambayo nasema kwamba is no you can do away with it. Ipigwe risasi. Then number 2, hiyo decision kuambia askari apige mguu is not even informed by logic. Maana kuna kitu ukienda hata kwa training, kwa range, kwa shooting range, unapewa kuna ile static target, labda unapewa burst. Unapiga unapata, hata kuna watu wengine wanapiga miss. Kwa hiyo static burst hiyo mwili, tunasema ni mwili ya Hitler ndio askari wote wana train nayo. What about a moving target? To hit a moving target is very ngumu sana. So naambiwa piga demonstrator ambaye anakimbia umpige mguu. Na askari wanajua kwamba risasi ikitoka kwenye bunduki iko na maisha yake. So itapiga mahali popote. So any officer ambaye anasema aliambiwa nipige mguu, utalenga mguu na unapiga tumbo. Utalenga mkono na utapiga kifua. Hakuna mahali mimi naona hiyo amri inakuwa applied. And you can aim and shoot at a fellow citizen on a particular part of the body kwa sababu amekufanya aje. Then number 2, yule Mkenya ambaye unasema apige, yeye ndiye aliamka asubuhi akupigia kura ukakuwa rais. Why do you abduct people? Haitakikani kukua hapo. Maana sheria ya Kenya inasema is very clear. Kama kuna mtu amefanya makosa, wewe kama ni ofisa wa polisi unakuja kumshika, kuna makosa ambayo hauhitaji kuwa na warrant kushika mtu. They are called recognizable offenses. Unakuja tu unajitambulisha. Mimi ni so and so, I'm a police officer, my rank is this, I've come to arrest you kwa sababu umefanya hili na hili, na nakupatia fursa ya kumwambia next of kin ama wakili wako kabla tuende kwenye kituo cha polisi. And that is the law. Wape room about abduction, where you come in an unmarked vehicle like a thief, wewe mwenyewe unakuja kumshika mtu sema ni mhalifu, but you sneak in, unamshika mtu mtoto kwa boot na unatoroka na yeye tu, you're just a coward, unakimbia na yeye. Hiyo ndio abduction katika sheria za Kenya. Hiyo kitu iko provided wapi? Yes. Sima watoto wanajua. Jina ama nini? Just your names wanakujua, lakini introduction to yourself kidogo tu. Okay. Mimi naitwa George Natembea. Gavana wa Gatuzi la Trans Nzoia. Kuanzia mwaka wa 2022. So tumefanya karibu miaka 3 kwenye ofisi. Na nawakaribisha huku kwetu Trans Nzoia. Asante sana. Okay, we would like to know your transition from RC to as a governor. Ilikuwaje? How was it? Ilikuwa tu smooth. Kwa sababu mimi sioni kama kuna tofauti kubwa sana kazi ya administrator at any level na governor. Kwa sababu yote wanashughulikia ile masuala ya wananchi. And of course kabla katiba mpya 2010 kukuwa na ugatuzi. So national government administrators walikuwa wanafanya karibu kazi yote. Exercise zile kazi za national government ambazo zilikuwa kwa mashinani. Na unajua nyingi baadaye zikakatuliwa wakati kulikuwa na katiba mpya. So sisi ambao tulikuwa kwenye serikali wakati hakukuwa na devolution, ile kazi ambayo tulikuwa tunafanya wakati huo ile kazi ambayo naifanya kwa sasa. Of course tofauti ni kwamba counties are almost semi-autonomous. Uko na executive yako, uko na bureaucracy yako like a public service, na uko pia na county assembly. Na budget yako mwenyewe unapanga kwa ile masuala ambayo unataka kuyatekeleza through kwa ile inaitwa CIDP, County Integrated Development Plan. Alafu mnaweka fedha na mnatekeleza. So tofauti ni yote kwamba hapo unapanga bajeti na unaitekeleza kulingana na ile masuala ambayo umeyapatia kipaumbele. Kule kwingine unajua rasilimali ziko Nairobi, na wakati mwingine pia uamuzi wa kutumia rasilimali pia uko Nairobi. So una consult sana. Na kwa sababu labda mtu ambaye anakuwa consulted ni mmoja na wale wenye consult ni wengi, wakati mwingine inachukua muda maamuzi kutolewa. So hiyo ndio tofauti kwamba kwa counties kuna bit of efficiency.
unafanya kazi kwa haraka na kuna too much bureaucracy. Yeah, lakini in terms of kwamba labda utoke kule kuja kwa counties na upate culture shock, hapana. We also want to know your long-term vision for Trans Nzoia County and also maybe Kenya at large. Wakati niliamua kutoka kule kwa ile kazi ambayo nilikuwa nafanya kama regional commissioner nikuja kwa county, of course kuna vitu ambazo niliona haziendi vizuri kwenye county yetu, ndio nikasema nikuja nijaribu kuangalia nione kama tutatekeleza kidogo. Kwa sababu kwa regional commissioner unasimamia counties 14 na mimi najua nilikuwa napenda kule kwenda mashinani sana, so inakupatia fursa ya kujua counties zingine zinafanya kazi gani ukilinganisha na Trans Nzoia. Nikaona sisi tuko nyuma kidogo, hata watu tuko hisi kwamba kuna serikali ya ugatuzi. Trans Nzoia haikukua, walikuwa nakuja hapa watu wapate governor, upate maafisa wa serikali, tulikuwa nakuja hapa sometimes officially, sometimes napita toje nipita nyumbani niangalie, unapata kuna. Na ukiangalia pia in terms of zile fedha ambazo zinakuja kwenye county, zile ambazo county yenyewe inasanya, unaangalia imefanya miradi gani na unaona actually ni kama hakuna. Ukiangalia those social services, kwa mfano kama sasa tunapatia wananchi mbegu, vitu kama hizo hazikukua. Unaangalia wanafunzi wengi sana wanakosa kwenda shule kwa sababu hakuna karo. Ukiangalia unapata wameweka fedha kidogo sana, shilingi bilioni 10, 20, 25 kwa wanafunzi wote ambao kwenye shule za upili. So nilikuwa na wacha nije kwanza nihakikishe kwamba kuna serikali ya ugatuzi, wananchi waanze pia kuhisi kwamba kuna tofauti kati ya wakati huu na wakati ambapo hakukuwa na ugatuzi. Na pia Trans Nzoia sasa turegeshe zile enzi. Kitambo Trans Nzoia ilikuwa karibu na Eldoret, hata watu wengi kutoka Uasin Gishu, Bungoma, kule West Pokot, Turkana walikuwa wanakuja kufanya mambo yao hapa. Hata jamii wa Turkana mara nyingi walikuwa kutoka kule Lodwar wakifika Trans Nzoia, Kitale wanasema wamefika Kenya. Mambo yakafanyika. So nini ilifanyika, tukarudi nyuma sana. So lengo langu ni kuhakikisha kwamba tunainua hii kaunti yetu kwanza irudi kwenye hadhi ambayo ilikuwa kitambo, na watu wetu waanze kuwa na maisha ambayo ni mazuri, wa empowered, wakulima wa empowered, tuweke opportunities ya watu wetu kufanya hata kazi na serikali. Najua wale ambao wanafanya kazi na serikali, hata wafanya biashara wale ambao wamebobea sana, naona wanafanya kazi na serikali. Kufanya biashara serikali kuna faida nyingi sana. Na watu wetu hapa Trans Nzoia hata wengi hawakuwa wanajua jinsi ya kufanya kazi na serikali. Maana wale ambao walikuwa wanafanya kazi serikali ni wachache, ni kama cartels tu. So tuna avail these opportunities kwa watu wetu wale ambao wako tayari kufanya biashara na serikali, na ili tujaribu kuinua hali ya maisha ya watu wetu. Ndio wanaongea mambo ya umaskini sana sehemu ya Trans Nzoia, nataka nikuwa tunaongea mambo ya umaskini. Hasa tunaitwa ghala la kitaifa, lakini mara nyingi kuja kwa mashirika mtapata kuna watu pia ambao hawana chakula. Nataka kuondoa hiyo fedheha hiyo, na ndio naona tunafanya mikakati kuhakikisha kwamba tunainua watu wetu. Hata upande wa afya kulikuwa na challenges. Sijasema kwamba labda tumemaliza challenges. Tulikuwa mahali mbali kweli. Lakini kwa sasa unapata tumeinua infrastructure, tumeemploy more officers, tunahakikisha kwamba hospitali zetu ziko na madawa, na all the needs, all the supplies ambazo zinatakikana kwa kwenye hospitali ili watu wapate huduma nzuri, wasio wanakuwa referred kwenda katika counties zingine. Ninaamini kwamba kwa sasa Trans Nzoia iko mahali pazuri. Those teething challenges ambazo zilikuwa mwanzoni wa ugatuzi tumezi address, so we're just ready for take off. Barabara tumetengeneza, kulikuwa na challenges nyingi hatujamaliza, but we are on the right track kuhakikisha kwamba miundo msingi pia tunazipa kipaumbele. And of course kazi yako ni safi sana, you've done a good job. Tukiangalia hata ground, sisi kama media most tunakuwa ground, we hear from people, tunasikia mambo mengi sana. Maybe do you have an ambition of vying for presidential seat, tuseme 2027 ama maybe in future? Ukiingia kwa siasa lazima kuwe na ambition. Mimi najua MCA wote wanataka kuwa MPs, na senators na members of National Assembly. Wala ambao wako kwa National Assembly ama Senate ama women rep napata pia wanataka kuwa magavana. Na mimi labda kutaka kuwa rais, it's natural progression ya siasa. Sidhani kama kuna jambo lolote ambalo linaweza kunizuia mimi kuania kiti cha urais. Baadaye mimi naamini kipewa kiti cha urais itakuwa rais mzuri sana. Kwa sababu ninaelewa haya mambo, naelewa mambo ya running government, naelewa
mahali wa Kenya wako. I'm very sure kabisa naelewa mahali wako. Na naelewa ni kitu gani natakana kufanyika, kazi gani nzito natakana kufanya ili kuinua hali ya maisha ya watu wetu. So hizo ambitions ziko. Kama wakazi wa Trans Nzoia waliona ni vizuri wakanipa kiti cha ugavana, niko na hakika kwamba ikifika wakati niseme kwamba nataka kuwa rais wa Kenya, niombe wa Kenya. Ni wao ndio wako na uamuzi. Wakisema natembea watakuwa rais, siwezi kukataa. Wakisema bana labda utoshi, basi watakuwa wameamua. Lakini kusema kwamba mimi labda nikae hapo mwenyewe kwamba niseme kwamba sitaweza kuwa rais, sitawania kiti cha urais, sababu gani? Why shouldn't I? Kwani imekuwa reserved kwa watu fulani. And maybe if you get that chance or you win to as a president of Kenya, what are some of the, kwa sababu of course najua umeona venye nchi iko, how our Kenya is, kuna kitu you feel you will start with it to change hapa Kenya, ni kitu gani utaanza nayo? Mambo mengi sana. Actually ni kama utabadilisha kila kitu. Kwa sababu ni kama nchi iko on the wrong trajectory. Na wale ambao wanatakana kuwa wanaongoza taifa la Kenya ni kama hata hawana habari. Na kama wale ambao wanaongoza Kenya hawana habari, then najua Kenya haiwezi kuwa kwa the right direction. So kuna masuala mengi ambayo tukiona mataifa mengine ambayo yamekuwa, ukiingia kwenye serikali ubadilishi vitu vile zinabadilishwa namna hii. Unakuja unapata kuna NHIF na unaiondoa na unaweka inaitwa SHA ambayo inataka kwa improvement, lakini inakuwa ni worse. Kwa mfano kama NHIF ungeweza kulipa hizo fedha, unasema 6,000 per year, unaweza kulipa hata monthly, unapata huduma kabisa, huduma yote. Lakini kwa sasa unaweza kuambia kwamba wewe vile tunakuona unataka kulipa shilingi 18,000 na wanakuambia lazima ulipe 18,000 sasa hizi ndio upate huduma. Hiyo ni serikali ambayo inaelewa maisha ya Kenya kweli. Kwa sababu wako na fedha, wala ambao wanasimamia hizi idara wanafikiri kwamba kila Mkenya kwa nini kwa na fedha. Kuna watu katika serikali sasa kuambia kuna Wakenya ambao hata afford tu shilingi 50 kwa siku hawezi pata. Ukisema hivyo wanafikiri mzaa maana wana habari. Angalia masuala ya elimu. Wengine tu yuko tumekaa hapa bila elimu. Elimu ilikuwa very predictable. Kutoka darasa hilo unaenda hilo utafanya mtihani ufike hivi. Ikafika mahali wakasema ati competent based curriculum hiyo sikuwa ni mfumo wa elimu. So wakameka karibu mwaka mzima wakasema hapana, ni CBE, competent based education. That one I agree with it. But nini iko pale ndani ambayo ni tofauti sana na 844 other ile confusion ambayo imeleta kwamba mzazi mwenyewe ataelewe CBC, mwanafunzi haelewi CBC, mwalimu haelewi CBC, serikali yenyewe pia haielewi CBC. Mara wanasema kutakuwa na mtihani, mara wanasema mtihani ni unhealthy competition, mara wanasema wanafunzi wachague subjects, watoto wadogo miaka 12, 13 hata hajui anataka kuwa nani siku za usoni, lakini anapewa jukumu kubwa la kuchagua. So napata kuna challenges. Jana naona waziri anasema kwamba amepunguza zile fedha ambazo wanapeleka kwenye shule zetu. Ile inaitwa capitation. Fedha ambazo zinasaidia watoto wetu wakiwa shule. High school ni shilingi 22,000 plus almost 23,000. Hizo fedha serikali kwa muda mrefu haijapeleka. Na maisha yanaendelea kwa hizo shule mara nyingi kwa sababu ya madeni na nini. So wakati walimu wamengojea, principal wamengojea kwamba fedha zitakuja walipe hizo pending bills, serikali na moto kwamba hizo fedha ni nyingi, wanapunguza mpaka 16,000. Nini hiki imebadilika to inform this? Kama serikali ina fedha, wazazi walitoka fedha kwenda kulipa fees. Mambo kama hayo tunataka kubadilisha haraka sana. Kuna ile ambayo vile tunabeba human life, maisha ya binadamu pia imekuwa tunayafanyia mzaha. Unajua hawa viongozi ambao wanaongoza taifa la Kenya kwa sasa, rais mwenyewe na hata waziri wa usalama ni watu ambao wamekulia kwenye bonde la ufa ambayo kuna majangili wanaua watu kila siku. So ile hali ya maisha imerudishwa chini sana. Wakati nilikuwa RSC nilikuwa najaribu, lakini napata ni kama you're just the lone voice in the jungle. Ni kama watu tu wamezoea maisha ya hali hiyo. Na ni kama wamezoea kuona watu wakifa, mpaka anafika hata waziri akiona watu wakufa yanaona ni kama sio jambo. So mambo kama hayo tunarudisha tu ile heshima kwa human life. Sio kusema labda kiwalala kwa mtu apigwe risasi ama apigwe mguu, ama wakati watu wameuawa unakuja wanasema kwamba askari walifanya jambo zuri. Ni kuregesha responsibility na accountability kwa zile institutions ambazo zimewekwa kikatiba kuhudumia mwananchi. Kama ni mahakama ifanye kazi yake, kama ni polisi, kama vyombo vingine vya dola tu ifanye kazi
bila unnecessary interference. Hiyo ndio serikali sasa. Utapata katika kuna mataifa mengine ambapo naona politically wako very unstable. Kuna wakati kama Italy walikuwa wanabadilisha prime minister almost every month, hata Israel. Lakini unapata taifa linaendelea tu. Kazi inaendelea tu. Kwa sababu gani? Strong public service and strong institutions. Hapa Kenya institutions zimewekwa lakini they serve the presidency. Ya leo hii president akisema wale watu ambao wanatembea saa hizo wote wakamatwe na wekwe ndani. Tutashikwa ama tutashikwa? Tutashikwa tu, anasema amri imetoka juu, hata kusema wapi, lakini imetoka juu. Vile mtu ambaye anasema uende ushikwe ametrainiwa na amepewa sheria. Tumie sheria kufanya kazi yako. Lakini sheria wakati amri inatoka anaiweka kando, anatumia nini? Ile amri. Sema amri ni kubwa kuliko ile ambayo ameitoa. Semi ambazo zinatolewa na public officials in Kenya. So kuna masuala mengi ambayo yanatakana kubadilishwa, but basically nataka kuwa na serikali kwanza ambayo ina realize kwamba taifa la Kenya tuko at the level of basic needs. Ingine tunajifanya tu kuongea mambo makubwa, lakini just the level of basic needs ya chakula, housing, dressing, hiyo mambo yote tu ndio tunatakana ku address, because a large percentage of people hizo vitu kwanza hawana. Can we sort out those things very quickly? Tupunguze tu mambo ya unnecessary expenditure, unnecessary wasting, through looting na mambo ya corruption. Tupunguze hii maneno irudi chini. Tutakuwa na fedha za kutosha kuweka kwenye masuala ambayo yanamhusu mwananchi directly. Unajua sasa kuna watu wengi wanakuliwa na funza tu, unajua tu ni hygiene tu. Lakini kuna watu ambao hawezi kutoka nje ya nyumba yake kwa sababu amekuwa infested na jiggers mpaka hawezi toka. And then we are talking very big things about macroeconomic policies, fiscal strategy. Huyo mtu hizo vitu zinamhusu nini? Go back to the basics. Once you get the basics, within another very few years tutakuwa tumevuka. Yeah. Just to add on what you said right now, kwa juzi tu tuliona rais akisema kuwa watu wapigwe risasi ya mguu. And we want to hear from you. What's your take on that? Do you think that was a good thing labda kuallow polisi kupiga risasi mguu? Unajua risasi, unajua kupiga mtu na mshale kwa mfano kwa mguu na kumpiga mtu na jiwe kwa mguu, hiyo ndio labda president alikuwa anafikiria kwamba the impact is the same. Risasi ni moto. It's fire. Risasi ikikupiga inakuchoma. Kabisa inakuchoma. Na risasi ikiingilia pande hii, unaona hapa kuna shimo kidogo, lakini ikitokea pande hii imetoka na nyama yote. Maana inaenda at a very fast pace. So mtu anakuambia kwamba mtu apigwe risasi hapa, ile kidonda peke yake atakuwa. Itakuwa infected, utashikwa na tetanus, utafanywa nini na itakuwa. Kuna watu wengi ambao wamepigwa tu risasi sehemu zingine. Unajua wanafikiria mkipiga mtu kifua ama kichwa ndiye atakufa. Practically even basic tu ile CBC knowledge ni kwamba huyu Mkenya ndiye amekuajiri, yeye ndio mdosi wako. Alafu unasema kwamba mdosi wako afanye nini? Akapigwa risasi kwa mguu, na ile risasi ambayo ametoa ushuru ikanunuliwa. Unasema impige nini? Impige mguu. Watu nafikiri vile mimi naona waje kuona mtu ambaye amepigwa risasi kwa karibu. Maana hawekuwa wanaongea vile wanaongea namna hiyo. In fact kwenda kwa maandamano, from where I sit, there is no room for live ammunition. Hamna. Rubber bullet, but na rubber bullet inagonga mtu tu. Haiwezi kuingia kwenye mwili. Kama wamekuwa mbaya kwa kuuza rubber bullet. Lakini tunabeba live ammunition. Risasi ikitoka. Atipige mtu useme ulikuwa na manage maandamano. It doesn't work. It only causes a lot of bloodshed, bitterness. Maana wale ambao wamepoteza watu au jamaa zao wakati wa maandamano, unafikiri in government wanauliza ni watu wangapi wamekufa, waziri ataambiwa na report natoka kule kabla utakuwa OCS ama kwa chief, inakuja hivi yule OCS na chief wameona mwili, maana wamehesabu kuanzia pale, wengine wanaona tu statistics. So hawajui kwamba kuna mtu akiwa amekufa na kulikuwa na watu hapa ambao wanaomboleza. Mama amepoteza mtoto wake, baba amepoteza mtoto wake, real people hawa wanaona statistics. Nasema watu wangapi walikufa? Ni watu 65 ndio walikufa. So yala 65 out of 60 million, I think that's nothing. It's a great deal. In fact, one life lost is one life too many. Yeah. So ile amri ambazo zinatolewa careless like kama hizo, ndio nasema inaonyesha serikali ambayo imepoteza tu mwelekeo kabisa. Actually
a very evil government that plans to do such a thing hata itangazi. Yeah, wanajificha tu. Kwa hiyo ndio mtu anakuwa blatant kama utansei fanya hivyo. It means wale ambao ile ambao wametangaza wamediscuss wamejadiliana behind closed doors ni mabaya zaidi. Rex Masai mwenyewe alipigwa risasi wapi? Kila alipigwa mguu. Tuko naye ama tuko naye. Yeah, unaweza piga mtu bleed ama apate infection. Hakuna sehemu ya mwili ambayo nasema kwamba is no you can do away with it. Ipigwe risasi. Then number 2, hiyo decision kuambia askari apige mguu is not even informed by logic. Maana kuna kitu ukienda hata kwa training, kwa range, kwa shooting range, unapewa kuna ile static target, labda unapewa burst. Unapiga unapata, hata kuna watu wengine wanapiga miss. Kwa hiyo static burst hiyo mwili, wanasema ni mwili ya Hitler ndio askari wote wana train nayo. What about a moving target? To hit a moving target is very ngumu sana. So naambiwa piga demonstrator ambaye anakimbia umpige mguu. Na askari wanajua kwamba risasi ikitoka kwenye bunduki iko na maisha yake. So itapiga mahali popote. Yeah, so any officer ambaye anasema aliambiwa nipige mguu, utalenga mguu na unapiga tumbo. Utalenga mkono na utapiga kifua. Yeah, hakuna mahali mimi naona hiyo amri inakuwa applied. And you can aim and shoot at a fellow citizen on a particular part of the body kwa sababu amekufanya aje. Then number 2, yule Mkenya ambaye unasema apige, yeye ndiye aliamka asubuhi akupigia kura ukakuwa rais. Yeah. Kwa sababu ile ambayo wanatangaza ndio inakaa kama ni nzuri kidogo. Na kama ile nzuri kidogo kusema piga mguu, na ile ambayo wamekubaliana kule wamesema namna gani? Wamesema tu ambia tu askari waue, then we'll see what is unje tajua vile tutamanaje situation. Hiyo ndio wamekubaliana huko. Ndio naomba mtu anakuja kusema piga nini? Piga mguu. Yeah. Alright, so Mheshimiwa, how do you handle corruption in your county government? Because of course, you know, so many leaders look up to you. Wengine hawezi kuambia, but tunakuanga na wengi sana wanatuambia, you know, we look up to Natembeya, vitu kama hizo. Wewe mwenyewe, how do you tackle corruption in your government? Hapa ile kitu tumefanya ni kwamba kila idara iko na budget. You know, ile fedha ambazo mnaletewa zinatumika na departments kulingana na budget. Na vile nimesema kila budget iko itemized. Hizi fedha zinaenda kufanya kazi. So what we do kuhakikisha kwamba sheria ile Public Finance Management Act inatekelezwa vizuri. And then number 2, we check on people's lifestyle. Huwezi kuwa umekuja tu kwa serikali and then lifestyle yako inafanya nini? Inabadilika. But majorly ni kukua tu a bit unpredictable because most wangu hawezi kujua itaenda kuangalia mradi gani wakati gani. Hata niambia tu kwamba sasa gavana twende tuone. Mimi najua tuko na miradi hii. Naweza kuamua kwenda kutembelea mradi wote. Kwa mfano kama kesho naenda function fulani, naweza kuamua tu nipitie, najua kuna ICD na jengo mahali fulani, naweza pitia kwa na niangalie. And we don't interfere na mambo ya procurement, mambo ya nini. So officers wako held accountable. Hata sema ati gavana ile na mneko sababu niambia nifanye hiki ama ile enda hivi sababu ndio nifanye hiki. Na tuko pia na team inaitwa Governance Delivery Unit ambayo pia naangalia utekelezaji wa miradi. So tutaangalia kwa mfano umeanza kuja kufanya mradi fulani, tunataka tuangalie progress ya mradi na zile fedha ambazo zimelipwa atpa. Mahali unaona kwamba mtu amelipa pesa nyingi kuliko ile kazi ambayo imefanyika. So the question is why? Yeah, because unajua hii ni science tu. Ni kama tu kazi yako nyumbani ile unafanya. Wewe umelipa mtu fedha nyingi kuliko ile kazi amefanyika. And I'm available. I'm constantly here. Sipote niko hapa and we lead by example. Kwa mfano huwezi kuambia kwamba ofisa kwa safari na wewe mwenyewe unaishi kwa ndege. Mimi tangu niingie kwa uongozi wa county sijawahi kusafiri nje ya taifa la Kenya hata siku moja, hata kwenda Tanzania peke yake. Sijawahi kwenda kwa sababu kazi iko hapa, na ninaangalia wale wenzangu ambao wanasafiri kwenda nje kwenda kutafuta investment, naona wameleta nini. Unapata nyingi ni story tu. We met with investors au my investor who are on it. Na mara nyingi watu wanasema ndio kufanya benchmarking.
zile vitu ambavyo naenda kuangalia kule wakikuja hapa apply the same. Nikuja tu kushangaa, tulienda Singapore, wao wamejenga nini, tulienda Israel, sio walifanya nini. But they don't apply it. So tumesema sisi as a county, one let us just focus on the many problems that we have here. Itafika wakati wa usafiri kama kutakuwa na nini. So siwezi kusema kwamba msisafiri because foreign travel is very wasteful. Fedha ni nyingi sana, tena watu wako available kufanya kazi. You are away from your station. That's number one. But iko na impact gani? So sikwambia watu msafiri na wewe mwenyewe kama governor kila siku unafanya nini? Unasafiri. So you basically lead by example. Yeah. And why do you think some powerful forces fear your rise in politics? I don't know why they fear because there are so many people who hold a similar position kama hii yangu na pia wako na ambition. Ndio. Na katiba ya Kenya inatukubali sisi wote kama kwa above the age of 18 uko na kitambulisho, you can vie for the presidency. Ndio. Ama any other position ambayo iko available. But hii sense of entitlement, wala watu ambao wanaona tu kwamba lazima tu wakuwe hao ndio wako hapo, ndio inaleta matatizo kidogo. And it goes to the very core ya vile sisi tunaangalia mambo ya leadership, especially in public space. Why do we enter politics? Uganda sehemu zingine, yale mataifa ambayo yameendelea napata mtu anawacha kazi kubwa, ila analipwa hata milioni 5 kwa $5 million even a year. Anakuja lamba anapata even $200,000. Yeah. And because it's service to people. Lakini yetu watu wanaona kama ni ajira, ni employment. So napata nakuwa na cutthroat competition kwa sababu unakuwa pale so unakuwa na opportunities za kufanya vile unataka. Basically kwa mfano kwa rais wa Kenya, you're just above the law. Yeah, and you can do anything you want. So unapata inakuwa ni hivyo. Sasa kama wanasema unajaribu inakuwa kama ni ile apple cart. Watu wako pale kwa ile gravy train. Kwa sababu ni kukula. Sasa unajua kikuwa chache wanakula mingi. Hata ukiona kama wengine pia wanainuka wanaona hapana hii mesa inaenda kwa congested ama labda mwenye wako pala naona yeye akikuja mimi na nitafanya nini nitatolea kwenye meza. Si hadi huyu anangangana kuja hapa ila render service kwa watu wasema jamani nimekuwa nafanya hii huduma atakuja pia labda kupeana better service. Kule out there people look for talent. Na ile siku ambayo pia sisi kama taifa la Kenya tutakuwa viongozi ambao tuko insecure. That ikue kama kule ngambo when you are a leader like mimi nikikuwa governor nikikuwa na my officers tukikaa now in that room and we're discussing an issue, technical issue, I'm the most uninformed person there because hawa watu wanatakana kunichangia mimi. Lakini hapa Kenya unaona kama ni kiongozi you do all the talking, si ndio? Hao jamaa wanakuja kusikiza and the ones who are supposed to be advising. It's just insecurity. Na ukiona one of them anaanza ku rise mnapitana tunayemana mtaki unaona ame target kiti chako. So hiyo ndio situation ambayo tukomo. Sio kama kwa taifa la Kenya ama ni western. Tumaana kwa western naona viongozi wa western wanagang up against me sana. Unapata wote tu wale ambao wamekuwa kwa siasa kwa miaka mingi 40 years, 50 years. Wengine combines almost 70 years. Ukianza kuongea masuala fulani ambayo yanahusu jamii, wanaanza kuwa uncomfortable. Maana ni kama unawa expose. But we're just saying covering up these issues as it was solved. Tunataka tusiweke kwa meza, alafu wananchi wenyewe wasema hapana, wao wamekuwa pale miaka hiyo yote. Na yeye ndiye amekuwa matatizo yetu umeshinda kuwasuluhisha. Labda tupata another team. Hiyo vita yote inatokea pale watu wataki. Na wengine wakienda sehemu zao, wapate watu yao wanaongea hapa tunatembea. Wanakulikuwa ni unatembea bwana. Hakuna nini. So wanataka kufinya tu. Ile law ile ya Herode bado iko ndani sana ya viongozi wetu. Ya na kijana ameinuka hivyo ndio kwenda kufinya. Yeah. And are you afraid of political retaliation from Kenya Kwanza? I'm not really afraid. But the possibility is always there. Wanaangalia hawa jamaa vile wako na vile wanaabuse sheria na vile wana operate kama kuna sheria. Actually they can do anything and get away with it. So mambo ya abductions. Wana abduct watu kutoka kwa nyumba zao. Yeah, alafu mtu anapotea unapatikana amefanya nini? Amekufa. That thing can happen. Yes. Of course it doesn't really scare me. What scares me is are these things that I'm saying resonating very well with the people so that it doesn't really matter kama huko ama huko. Watu wamebuy your idea kwamba really we do not deserve the kind of life that we are leading and that the power to change
our state of life is actually in our own hands. Unajua watu wakijua namna hiyo, doesn't matter kama anatembea kama yuko. Mimi najua ni messenger tu. Na bora ujumbe kuweko. Like sasa vijana ni wengi sana. Hii Kenya 80% of the population is less than 35 years. Mnajua hivyo. Hii wazee ni percentage kidogo sana. Lakini do young people understand kwamba they have got that power? Yeah, do they understand that? Ametafika hata wakati wa kupiga kura wanaanza kuwa tu pia wanakuwa tu tribal. Kabila tu, kila mtu anatoka tribal kwa kundi. You want to protect your kiongozi ambao kwa pande ile. Hata kama kuna kazi anafanyia na kwa tu ile satisfaction kwa mtu yetu ako pale. That's my only fear. But the fear of physical harm, I think psychologically mimi niko too prepared kwamba when you say certain truths in this country, you must be ready to go through some kind of trials. Psychologically I'm set, and I also pia najiconsole nikisema kwamba hata wale ambao wanakutesa, wale ambao wanakuua, wale ambao at one time pia watapatana na mauti tu. Nobody's permanent here. But when you are big, you are the president, na power imeingia kwa kichwa, actually you think you are God, and you think some of these things hata wewe utawahi kusipitia. Na giving an example, mimi nilienda nikaenda kwa mzee boma ya mzee Moi wakati alikufa, nilikuwa RC, and I was the first person to go to that boma, and I just saw a very ordinary boma. Watu walipotea. Hizo madelegate kwa naenda kuona Moi from all over the place wakimuimbia wakifanya nini, they were not there. The bomb was just so quiet, imejaa matawi kila mahali. You know, it was looking like a desolate, abandoned place. Just a reminder that, you know, hii nafasi ambayo na occupy as a public officer is just a privilege ambayo Mwenyezi Mungu amekupea pale to serve fellow humanity. But now when you go there and then unakuwa so arrogant, yeah, unajisahau, unaanza ni mtu wa kuharass watu because you have got that power. It means wewe mwenyewe pako umekuwa arrogant to the extent ukumbuki kwamba pia wewe ni binadamu tu, unapumua tu hii hewa, unalala tu usingizi kama watu wengine, ulizaliwa tu na mama kama anatembea, ama kuna tofauti? Haipo. Pona chukama kusahau. Yeah, so hiyo the propensity for cruelty, those who are in power now, ukiwa mtu mwoga utaogopa, because ile mambo anafanyia watu unajua unaweza kufanyia pia. Pia wewe, I hope hawatanifanyia hivyo. Talking of abduction and killing young people, if maybe you are in that position kama president, how would you handle such cases? It should not be there. Yeah, why do you abduct people? Haitakikani kukua hapo. Maana sheria ya Kenya inasema is very clear, kama kuna mtu amefanya makosa, wewe kama ni ofisa wa polisi unakuja kumshika, kuna makosa ambayo hauhitaji kuwa na warrant kushika mtu. They are called recognizable offenses. Unakuja tu unajitambulisha. Yeah, mimi ni so and so, I'm a police officer, my rank is this, I've come to arrest you kwa sababu umefanya hili na hili, na nakupatia fursa ya kumwambia next of kin ama wakili wako kabla tuende kwenye kituo cha polisi. And that's the law. Wape room for abduction, where you come in an unmarked vehicle like a thief, wewe mwenyewe unakuja kumshika mtu sema ni mhalifu, but you sneak in, yeah, unamshika mtu mtoto kwa boot na unatoroka na yeye tu, you know, you're just a coward, unakimbia na yeye. Hiyo ndio abduction katika sheria za Kenya. Hiyo kitu iko provided wapi? So for me, mambo kusema kama dadili na abduction namna gani, haitakuwa. Abduction just not be there. Abduction na happen kwa sababu it's been allowed. Na inakuwa allowed because serikali inataka kukufinya na hina chochote ya kukuwekelea. Yeah, hujafanya makosa but they want to punish you, na wanataka kuavoid the criminal justice system. Kwamba utapelekwa kotini usomea mashtaka, hawataki hiyo. Maana utaenda kotini utapewa bond, utapewa nini, hawataki hiyo. So wanataka kwenda shortcut ya kushika bila watu kuona. Hiyo ndio wana pray that they come with unmarked vehicles, alafu upotee na wewe. Wakinyama kuna watu wanapiga kelele, watu hawakuona vizuri, alafu wanakonyonga, wanakutupa kwenye maji and the story ends there. In a modern state, jambo kama hilo litakani kukua. So mimi nikipoa in that kind of position, first of all, anybody who does that and government knows, serikali sikudanganya kwamba haijui watu ambao wana abduct watu. If the government doesn't know, then we have got no government, because serikali itakana kuwa inajua wananchi wako watachukuliwa namna gani, waenda kauliwa na una habari.
Actually kama rais anaulizwa na aseme sijui, that's ground to remove him because it's a sign of total incompetence kabisa. Yeye ndio baba wa nyumba, mambo anafanya kwa watoto wako na usema sijui. Nani anatakana kujua? So there should be no room for abductions, for killings, for torture. Hiyo mambo yote ilikuwa ni primitive things ambazo zilikuwa zinafanyika before 1992. When we gave ourselves a new multipartyism kwanza, new constitution, and all these instruments, the checks and balances na nini, Kenya Human Rights Commission, those vitu zote zinamaanisha kwamba ile uchafu ambayo some individuals would want to do outside the law, they were sorted out legally. Anybody doing those things now anafanya outside the law. Anaona jificha. Akiambiwa IG mlikamata mtu anasema tu kukamata. Mbona anakataa na yeye ndiye atakuja kukamata? It's because against the law. Yeah. And now that Gen Z wamekubali kwa ground, they want you to be their leader. What role do you think young people should play to reshape Kenyan leadership? Kwa kwetu na confidence. You got to use kule UK walifanya uchaguzi. Kulikuwa na MPs wengi sana. The largest number in history were below the age of 25. Vijana wadogo sana na walichaguliwa. Wako kwenye bunge huko. Na vijana pia wanaweza kuchagua vijana wenzao. Na vijana waseme kwamba they are leaderless. You must have a leader. And leadership is a great responsibility. Actually is a serious burden. You have to forgo so many things. It's not easy. The moment unakuwa kiongozi unabeba mambo mengi sana ya watu. So don't be afraid. Vijana wakisema they are leaderless, for me I see fear. They're completely afraid. They don't know even what to do if they're given those responsibilities. Let them just come out and exercise their civic duty. First of all, by getting IDs, getting voters cards, and voting. Sio kutumia kwenda kupika tu makelele, and shouting slogans and harassing opponents. Because naona wakati mwingine tunaenda kufanya siasa kama huko kwetu Western. Kama juzi tulikuwa kwa msafara na tukafungiwa barabara. Wale ambao walikuwa wamefunga barabara, wengi walikuwa ni vijana. Walikuwa wamevaa tu matambara au kwa hata na viatu, si ndio? Anatembea nasema tunataka tubadilishe mfumo wa serikali ili hao vijana wenyewe wapata nafasi ya kuinua hali yao maisha. Wanashika mawe kunipiga mimi, kunirushia mimi. Na yule mwenye anawafanya wanipige ni jamaa ambaye anakaa very primitive fellow, yeah. Yeye mwenyewe tu amejiingiza kwa nafasi ya uongozi, hata hana masomo. Lakini anaambia kijana ambaye labda amesoma kwa university hana kazi, aenda akatupe nini? Aenda akatupe mawe. Lakini yule kijana mwenyewe amesoma, lakini haoni uhusiano kati ya maisha yake na ile uongozi ambao upo tunataka tuondoe. So vijana wetu hata kama wengine hawajaenda shule, wanaweza tu kutumia akili ya kuzalia wasema hapana. Kwani tunaishi aje? Ya babu yangu alikuwa hivi, baba yangu alikuwa hivi, mimi niko hivi. Something must give. Hii ni nini? Tumia tu akili. Maana akili ya kijana yote dunia hii na akili anatembea. Iliumbwa na Mwenyezi Mungu, yote tu ni the same. Some of us tumeamua kutumia akili yetu. Wengine tumeamua kuweka akili yetu kando, tutumia akili ya watu wengine. Anakuambia enda fanya hivi, na unafanya, unajua ni mbaya lakini you're not using your head. So can our young people just use their heads and know that the people who are messing up their lives, kiona maisha yao imeenda inadidimia, enda kwa sunset. Yeah, and these are the people you are entrusting with your future. Yeah. Do they have a serious stake in that future? Ama fikiri sasa kwa accumulate wajukuu wake na potee, at that time ana destroy your future. And you can do this thing without violence at all. Mimi na support maandamano ya vijana sana. What I don't support is the violence. Of course sometimes that violence again inakuwa generated na watu wengine ambao wanaleta maguns kuja kuingia na kuharibu. But hao maguns wanaona pia ni mara nyingi pia ni vijana. So is a matter that vijana wenyewe wanatakana kuamua. Wakati huyu kijana anasema serikali imeongeza ushuru. Wewe umekuja pale na mawe unampiga huyu kwa sababu anasema ushuru umeenda nini? Umepanda. Ile fedha ambayo umepewa na huyu mkora ili uende upige hawa, hiyo fedha 5 years ago ungenunua mikate 5. Sasa hizo unaweza kununua tu mkate mmoja. Na uone kwamba yule anapiga anajaribu kufanya nini? Kukusaidia. So can we just be practical and relate our life situations with the leadership and with the public policies ambao serikali imeweka. So for me the challenge to the young people is that do not be cheated kwamba politics is expensive. It is expensive, fine, but somebody has just made it expensive so that to deny other people access to that space. When somebody is violent, somebody has done that.
wanasema is a dirty game, especially for ladies, because people have made it. Actually, to be lady and step up in this country is an act of bravery, because you just go there, mtu anakutupia tu neno moja hivi, wanasema mimi sirudi huko tena. It's deliberate. Yeah, it's deliberate, because those who have stood up to this have made it. So can young people just first of all realize that the future belongs to you. Ndio kitu ya kwanza. Now if the future belongs to you, in whose hands is this future? If you doubt the integrity of those in whose hands the future is, then do something about that future. Yeah, that's just my challenge to young people. Okay. Yeah. Maybe before we hear your parting shot, one last question for me. Would you consider joining forces with either Kalonzo, Raila, come 2027, or any Azimio leader 2027? Size, of course, kina Kalonzo, and we know we are on the same side, because we are basically opposed to the way things are now. So for me, any individuals ambao wanakuja with the view of just addressing the problems of the common manage, for me, I belong in that. But some of these people have been in these positions kwa miaka mingi sana. Wale ambao tumekuwa nje sana kidogo, we are a bit discerning. And when you talk about state capture, to some people it's a very academic theoretical thing. Some of us we know it could be true. Somebody has captured the state. So that unapata mtu ana promise vitu vizuri, kama president kwa mambo ya hustler. Boda boda watakuwa kwa serikali, mama mboga, hizo vitu zote. What happened? Nini libadilika paka the president does not see kwamba ukiongeza ushuru ina affect the hustler? Nini ilifanyika just 2 years after the election? Because there's somebody here who is manipulating the levers of state. Unaenda pale wanakufunika, unajikuta wamekuwa swallowed. That's why for me, I think we need a total break. Kabisa, if it was possible for me, hata wale wanasiasa ambao wamekuwa kwa leadership tu, watoke tu wote. Because I think they have done their bit. Watoke tu, just start with completely a new team. Kabisa, watu tu wapya tu. Then we see if we can change things. Some countries ambazo zimedevelop, kuna tu watu tu ambao walichipuka tu. Countries kama Singapore, kuna watu Malaysia. Watu tu wachache, like 10 men, wanaamua tu kwamba our country must go this direction. Na mnakuwa tu firm, this is the road, and you stick to it. Anybody who just deviates, there are consequences. Like if you just break the law, there are almost like immediate consequences. Si ndio? Hiyo ndio mambo tunataka. So hao viongozi wote, some of them have been there. Now I don't know what's going to convince me today kuona kwamba wakikuja watafanya mambo kwa njia ambayo ni tofauti kidogo. Are we striving to replace the system, or are we striving to replace Ruto? Yeah. And kama tuna strive to replace Ruto, I can assure you after 2-3 months tutakuwa tunaambiwa must go also, because the expectation of Kenyans is very high. Yeah. Ziko juu sana. We cannot afford to let Kenyans now again, and Kenya will not allow anybody to let them down, because they are really determined to change this country. So hawa viongozi ambao wametaja wote, for me, I'm looking at them and I want to be convinced that indeed we are now looking at leadership from a different perspective. It's not us, it's not be serving us, but those are positions that you use to improve the life situations of others and create a better future for even those who are not yet born. Yeah, that's the kind of legacy that we want to leave, not how much wealth we have accumulated, or how much power you've put in your office, or how many opponents you've harassed and detained, or how many young people you've killed. Because that has been our culture, that has been our tradition, and we need to break. So are these people who have been there for all this time ready to break with that past? That's where my main issue with some of them will be. But I don't want to judge anybody. But I believe if you make a coalition with those kind of people and they have not changed, you are definitely going to get derailed. Let's hear your parting shot. Talk to Gen Z and Kenya at large as well. Yeah. Our God, the God Almighty, has bestowed us very, very, very good country. Kenya has been looted over the years, but it still stands. Meaning
that if we place this country in good hands, Kenya will be one country that will be giving even financial aid to other African countries. But we look at our country as something to scramble over. And really, we are so uncaring that it doesn't matter how a majority of our people live, as long as you are living well. And you want to go to the village and you are the only rich guy there. So that when something happens in the village, usipokuweko hata watu hawezi kuzikana. Because you must go and buy jeneza, ufanye nini. And our people are living extremely very indecent lives. Yani ile maisha ambayo iko chini ya utu. And we are hanging precariously on life just on hope. And the way this government is behaving, actually is also killing that hope. So now when hope is done, what are we left with? We are playing with fire. I don't want Kenyans to lose this hope because I think there is a better tomorrow for all of us. We want to craft a leadership that's going to address the needs of the common man. Because I know once all those needs are addressed, and then Kenya will be back the right trajectory. And it's a collective responsibility for all of us. Those who have been given higher responsibilities, they must be more humble than everyone else. Aspiring to higher responsibilities, higher positions, not a license to arrogance, and trembling over all other people. It's just an opportunity to serve. So can we, in this political space, just aspire to serve, and let us be judged by the kind of legacy that we leave behind. Things that will be remembered for 10, 15 years, 20 years, 50 years, 100 years to come. You are here, indeed, and you touch people in this manner. Yeah. Thank you so much, Mgesh, for your time. Asante. We appreciate. Nashukuru sana. Pia mimi for finding time to be here. Na pole sana kwa weka sana. Okay. Communication was done very clearly. Actually, in the morning, I'll have taken a bit